Kuna mechi tulishinda goli 8, mimi nilifunga 6 kati ya 8. Kuhusiana na wazazi. Kwa wazazi kweli ilikuwa changamoto. Kwa hiyo hapa kuna makabila mawili. Nyiramba. Songera zigizigi. Kechea za mwisho tumalize kabisa ndugu yangu. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, karibu sana na ninayo furaha leo hii kukaribisha ndani ya Chemba ya Sports. Leo hii tunaye nguli, tunaye legendari wa michezo ambapo makazi yake makuu ni mkoa wa Singida. Ni nani huyo? Si mwingine ni Ramadhani Mgwao. Jina hili sio geni kwako wewe kuweza kulisikia, lakini ni moja ya wachezaji ambao wamefanya vizuri na anakumbukwa zaidi alipokuwa timu ya Kagera Sukari msimu wa 2010 2011. Nisiwe mzungumzaji sana kwa sababu yupo, basi niweze kumkaribisha na tuweze kuanza mazungumzo yetu. Karibu sana ndugu yangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Tunayo furaha kukualika ndani ya Chemba Talk Show na tuweze kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo. Nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Sawa, mtazamaji na moja kwa moja, hebu tuambie ulianzia wapi kwenye upande huu wa football? Mimi kwa majina kama ulivyonitambulisha naitwa Ramadhani Abdi Mgwao, ni mwenyeji kabisa wa Singida. Historia yangu kwenye football ni ndefu kidogo kwa sababu kabla ya kufanikiwa tumepita sehemu nyingi sana. Kwa hiyo historia imekuwa ndefu kidogo, lakini rasmi kabisa nilianza miaka ya 90 hapa Singida nikiwa nasoma katika shule ya msingi Mohanga. Katika mashindano ya UMITASHUMTA na mashindano ya mtaani ilikuwa tu tunacheza football katika namna hiyo, lakini rasmi kabisa kuanza mpira wa kiushindani nilianza na timu moja ilikuwa inajiita FC Mohanga. FC Mohanga ilikuwepo, chimbuko lake lilikuwa hapa mji wa zamani Arusha Road. Ndo tulianza katika timu ile. Ilikuwa ni timu yenye vijana wengi sana. Nakumbuka enzi hizo tulikuwa na wachezaji kama jamaa mmoja alikuwa anaitwa Abdalla Sabebe, lakini wale kina Msengi Kapera tumecheza nao sana katika hiyo timu. Ndo timu ambayo ilikuwa mwanzo wa safari yetu ya football, kwa sababu nyingine zilikuwa tu za mtaani tunacheza, lakini yale ya kimashindano kabisa ilikuwa hivyo. Lakini kipindi hicho nilikuwa bado niko shuleni, nilikuwa nipo shule nacheza yale mashindano. Nafikiri nilikuwa nipo shule ya msingi. Nilianza mpira nikiwa bado mdogo sana, lakini kipaji huwa kijifichi. Kwa hiyo vile tunavyocheza tulikuwa tunacheza na wakubwa zetu, nikawa tu nasogezwa pale na mimi nacheza nao, nashiriki nao mashindano huku nasoma. Hiyo ilikuwa mwanzo wa safari yangu ya football. Nimecheza katika timu hiyo ya FC Mohanga kwa muda mrefu kidogo, na nilicheza muda mrefu kidogo kwa sababu timu nyingi sana zilikuwa zina wakongwe sana. Kwa hiyo timu ile ilikuwa inaamini sana katika vijana. Tulikuwa vijana wadogo sana wenye vipaji, tulikuwa tunapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo baada ya hapo ndo timu mbalimbali sasa zikaanza kutuona, zinatuita tunaenda kucheza mashindano. Hasa mimi katika ile timu ya FC Mohanga mimi ndo nilikuwa wa kwanza nafikiri kutoka kwenda kucheza katika timu zingine. Tulikuwa tunacheza mashindano yenyewe tulikuwa tunacheza ni ligi ya mkoa, ligi za wilaya hizi, lakini zilikuwa zina mwamko mkubwa sana enzi zile. Kwa hiyo mtu ukifanya vizuri jina linakuwa kubwa sana. Kwa nimecheza FC Mohanga, lakini baadaye nilikuja kwenda kwenye timu ambayo ilikuwa timu ya ndoto ya vijana wengi sana hapa Singida, timu ya Magic Pressure. Safari yangu kubwa ndio. Magic Pressure ilikuwepo tangu wakati huo? Ilikuwepo. Yaani kipindi hicho tunacheza hayo mashindano, tupo katika hizo timu, Magic Pressure ilikuwepo. Ilikuwepo kwa sababu nakumbuka mimi ndugu yangu ambaye tunafuatana naye Yusufu alianza kucheza katika timu ya Magic Pressure, lakini vile kuna kaka yetu mkubwa alikuwa anaitwa Adinani, alikuwa anacheza Magic Pressure. Kwa hiyo ni timu ambayo tumekuwa tukiifuatilia. Kwa hiyo hata timu tulizokuwa tunacheza mtaani tulikuwa tunacheza tukiwa na ndoto ya kuja kucheza Magic Pressure. Kwa hiyo kwa sasa hivi watu wanavyoniona Magic Pressure nikiwa kama mwalimu,
ni pale tumetoka nayo mbali. Tulianza kama mashabiki, tukaja kuwa wachezaji, baadaye tukaiongoza Magic Pressure. Yeah. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Ya, mimi nilikuwa nacheza forward line yote. Nilikuwa nacheza winga zote mbili, lakini pale mbele pote nilikuwa napiga pressure. Sasa Mgwao, Naam. Vipi kuhusiana na wazazi? Wakati huo na wazazi nafikiri masuala ya football hayakuwa sana. Ulipata kikwazo gani? Kwa wazazi kweli ilikuwa changamoto. Ilikuwa changamoto kwa sababu mimi nakumbuka changamoto moja ambayo ilishawahi kunikuta kipindi fulani, miaka ambayo Singida United ilikuja ikashuka daraja. Ilivyoshuka daraja, katika walivyoanza kuitengeneza upya, na mimi nilikuwa mmoja wapo niliosajiliwa katika ile timu. Lakini ilitokea kuna mechi tunatakiwa tuende kucheza Dodoma, na mimi nikaenda pamoja na timu. Kuja kurudi, kiukweli ilikuwa msala mkubwa sana kwa sababu nilikuwa bado mwanafunzi, na mzazi nilivyorudi shuleni naye nikapigwa stop kidogo kama ya wiki moja. Ile swala lilileta utata sana, lakini all in all walikuwa wanajua kwamba napenda sana football, lakini wakawa wananiambia ina muda wake, nisome kwanza, football ina muda wake. Sawa, hapo kwenye kusoma kwanza. Sikutaka kukuuliza lakini umeingia mwenyewe. Elimu imeishia wapi? Mimi nimesoma shule ya msingi kama nilivyotangulia kusema, Mohanga shule ya msingi, lakini nilikuja nikafaulu. Sekondari nimesomea Mwenge Secondary School. Shule ya wengi. Nimesoma pale, na kiukweli ilikuwa katika michezo. Naweza kudiriki kwamba safari yangu ya kimichezo ilichagizwa kiasi kikubwa sana na timu ya shule. Timu ya shule tulikuwa tuna timu bora sana ambayo tulikuwa tuna uwezo wa kushiriki mashindano ya ligi ya wilaya, ligi ya mkoa bila kuongeza mchezaji hata mmoja kutoka nje. Lakini ilikuwa ina mwamko mkubwa sana katika michezo shule ya Mwenge. Ndio maana vijana wengi sana walikuwa wanapenda kusoma pale. Ilikuwa hivyo. Kwa hiyo baada ya kumaliza form 4 pia nilipata bahati ya kufaulu kwenda form 5. Na nilifaulu shule nyingine, lakini niliomba kurudishwa pale pale Mwenge kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ina high level. Nilirudi pale, lakini kuna changamoto zilikuja zikatokea, sikumalizia elimu yangu pale, nilienda kumalizia sehemu nyingine. Form 4. Naam. Kwa hiyo hapa kuna makabila mawili. Mnyaturu, makubwa mawili lakini yapo mengi. Mnyaturu, Mnyiramba. Wewe Mnyaturu au Mnyiramba? Mnyiramba, yes. Songera zigizigi. Sawa, basi tupige cheers kidogo. Mtazamaji, tunaendelea mara baada ya kujua historia yake huko nyuma alipoweza kutoka na kufikia hapo katikati. Sasa tuingie kwenye mafanikio. 2010, 2011 nilikwambia pale mwanzo wakati nafungua, ndipo msimu wake mzuri kabisa, na nafikiri ndio msimu ambao huwa anaukumbuka katika maisha yake. Mgwao, hebu tuambie umeingiaje Kagera Sukari? Kabla ya mafanikio ya Kagera nilipita sehemu mbalimbali kiukweli, na haikuwa rahisi kupata nafasi sehemu kama ile. Mimi baada ya kumaliza sekondari nilienda Dar es Salaam. Nilikuwa naishi na bro wangu pale. Nikaa nacheza mpira kwa kawaida. Nilipata bahati ya kuchezea timu ya polisi. Timu ya polisi Oysterbay kipindi hicho. Nimecheza pale, lakini ilikuwa haishiriki ligi yoyote. Ilikuwa na mashindano yao yale ya kijeshi, lakini na zile ligi tu za kawaida. Baada ya pale nilipata fursa ya kwenda Bukoba. Bukoba kiukweli story nzuri ni kwamba wakati naenda Bukoba sikwenda kwa ajili ya mpira. Katika kutafuta maisha nje na mpira, kuna ndugu yangu anaishi kule akaniambia njoo jaribu maisha huku unajitafuta katika ndoto zako. Kwa hiyo nilienda kule nikawa nafanya kazi kwenye kampuni moja ya Wahindi, lakini ile kampuni kiukweli ilikuwa ina muda mchache sana wa kupata ukasema niende uwanjani. Yaani ilikuwa pati kabisa ule muda wa kwenda kucheza mpira. Walikuwa wametubana sana kikazi. Huwezi amini niliweza kukaa zaidi ya miezi takribani hata 14, 15 bila kuugusa hata ule mpira. Wakati
nilikuwa naamini katika kipaji changu cha kucheza mpira. Siku moja, story nzuri, siku moja wakati nikiwa katika majukumu yangu ya kikazi, nilipita uwanja wa Kaitaba. Ule uwanja nilikuwa nausikia kipindi hicho cha Kagera Sugar wanacheza, nilikuwa nausikia, kwa hiyo nikaa na ndoto sana siku moja nitakuja kucheza hapa. Siku hiyo nikasema ngoja niingie nikaone kuna nini. Niliona kama kuna watu kidogo pale. Nikaenda nikakuta kumbe kuna ligi ilikuwa inaendelea, ligi ya wilaya. Nimeenda pale nikakuta timu moja zinacheza, na zikumbuka hadi leo kwa sababu ilikuwa ni momenti nzuri au ya kusikitisha kwangu, kwa sababu nilikuta timu moja inacheza, timu ya Hamgembe na timu ya Magereza Bukoba. Nikaa naangalia ile mechi, lakini ile mechi ilikuwa ya upande mmoja sana. Timu ya Magereza ilikuwa bora sana kuliko wale Hamgembe ambao walionekana walikuwa wanakamilisha ratiba ili mashindano yaendelee. Wakati wanaendelea kucheza, wale Magereza wameshafungwa goli 3-0. Kaumia mchezaji mmoja, wale jamaa hawakuwa hata na sabu kwenye benchi. Wakawa wanacheza pungufu. Nikiangalia pale hamna sheria yoyote inayoonekana ikifuatiliwa. Yaani sijui tu nini kilinituma nikaenda hadi pale nikamwambia naombeni nikazibe hiyo nafasi ya mtu ambaye yuko pungufu. Wale wakaniambia, yani kuna mmoja tu akasema hata kama ajui mwacheni tu aingie. Mwacheni tu wamejichanganya. Sasa nikapewa viatu pale na jezi nikaingia. Kiukweli nilikuwa na muda mrefu sana sijagusa mpira. Kwa hiyo nikaenda kiasi kwamba wale mabeki wa ile timu ya Magereza wakawa wanaona jamaa timu ilikuwa ni mbovu sana. Huyu hadi anaingia mwishoni hivi kuongeza idadi. It means huyu ajui kabisa kuliko wote. Kwa hiyo wakawa hata wanizingatii. Nikaenda nimepangwa pale forward line, kuna mpira mmoja ukapigwa mrefu. Wale jamaa wakadelay kufuata ule mpira. Nilitoka speed, nilivyokuta ule mpira. Nilisogeza moja nikapiga bastola. Kipa aliangalia hadi kwenye nyavu. Mpira wa kwanza anagusa. Nikaenda kufunga. Wale wakaanza kuambizana, vipi. Lakini ile move moja tu nilivyokimbia kuja kurudi hadi katikati. Umechoka. Ilikuwa mziki sana. Kweli mpira hauna shortcut, mpira ni mazoezi. Nikaenda sasa, wale kama vile tu wakawa wamekariri, kumbe tuna mtu bwana hivi na hivi. Walipopata mpira wakatupa tena. Wakashangaa sasa mbona hajaenda kabisa. Nikamwambia nikakaa, yani nikakausha, nikaja nikapata moja, nikakimbizana na mtu nikapiga, mpira ukawa umeisha. Lakini mpira ni mchezo wa wazi. Kuna watu tu wakaona kwamba huyu inawezekana ana kitu, lakini hana mazoezi. Na timu waliocheza na wale Magereza, wakati tunatoka pale wakanifuata kwa sababu wenyewe walikuwa wamequalify. Wakaanza kuniuliza unaishi wapi nini, ili kama inawezekana waniongeze. Tukaongea nao vizuri ili nije nicheze hiyo ligi, lakini kiukweli mimi nilitoka pale nikiwa na hasira sana. Kwa nini? Nikasema mpira ni kipaji changu na ndoto ya kuja kucheza mpira. Hivi kweli nimefikia hatua ya kucheza kwa namna hile, labda kwamba nakimbia tu mara chache tu nimechoka, lakini uwezo ninao. Nikajiapiza tu nikasema lazima nipate muda wa kucheza mpira. Mzuri, ndugu yangu yule aliyokuwa anafanya kazi kwenye ile kampuni alikuwa ni mkubwa kidogo kwenye kampuni, na ile kampuni ilikuwa ina tawi lake sehemu moja panaitwa Kiaka, nje kidogo. Usisahau soda. Hamna shida. Ilikuwa ile kampuni ilikuwa ina tawi nje ya mji kidogo, ni kama wilaya ya Misenyi, ambayo ndio inatoka hiyo timu ya Kagera Sugar, lakini yenyewe inatoka sehemu moja panaitwa Bunazi. Mimi nilipelekwa sehemu moja hapo panaitwa Kiaka. Hiyo nikaenda kule, lakini dhumuni langu, hata yule bro wangu aliniambia kule kazi ni chache sana kuliko huko. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi at the same time ukacheza na mpira. Kwa hiyo kule ndo nikaenda kujifua kweli. Nimeenda kujifua kule, nimejifua sana. Yaani nilivyojiona sasa niko fit. Jina nilianza kutengeneza wilaya ya Misenyi kabla ya Bukoba mjini. Kwa hiyo kuna kipindi nikabeba viatu vyangu nikasema sasa kule nilipoondokaga kule kwamba nilishindwa kuweka historia, ngoja nikawaoneshe kipaji. Nakumbuka enzi hizo nilienda Bukoba mjini, ilikuwa ni kama kalikizo cha weekend.
Nikabeba viatu vyangu nikaenda sehemu moja Gymkhana huko Ziwa Victoria, kwa pembeni kuna viwanja vya mazoezi. Nikiwa simjui mtu hata mmoja. Nikaenda nikakuta watu wanafanya mazoezi. Nikaenda kuomba kufanya mazoezi. Kuna kocha mmoja namkumbuka, ni marehemu, alikuwa anaitwa Ticha Rama, naye alikuja akanifundisha Kagera Sugar baadaye. Nikamkuta kule nikamwambia, mwalimu, naomba nifanye mazoezi. Akaniuliza, umetoka wapi? Nikamwambia mimi ni mwenyeji wa Singida lakini natokea sehemu fulani. Akajitambulisha, akaniambia ingia, nenda upande ule kule. Nikafanya mazoezi. Kumbe kipindi kile ni kipindi ambacho kuna programu ilikuwa ya kutengeneza timu ya taifa. Kipindi cha Masio Maximo amekuja mwaka wake wa kwanza kabisa, alikuwa na program, anatembelea mikoani kuangalia vipaji ili aongeze aidha katika timu ya vijana au timu kubwa ya taifa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mechi imeandaliwa kesho yake na yeye ndo alikuwa mgeni katika hiyo mechi. Kwa hiyo mimi nimeenda pale, kumbe wenzangu wana program, wana mechi kesho yake. Lakini nikapewa nafasi. Nikacheza. Sasa mwalimu alikuwa ametengeneza timu yake ambayo itaenda kucheza kesho, inacheza against wale ambao ni reserve. Ilinichukua dakika kama 15 yule mwalimu kunibadilisha, akaniambia njoo cheza huku afu mwingine aende. Nikabadilishwa kutokana tu na vitu alivyoviona, akaona mbona huyu anaweza akanisaidia zaidi. Nikacheza. Baada ya mazoezi yameisha, kwa sababu mimi niliomba tu kufanya mazoezi kwenye timu ya watu na sikujua utaratibu ukoje. Baada ya mazoezi mimi nikachukua vifaa vyangu nikaanza kuondoka. Kumbe yule mwalimu ananitafuta, yule kijana yuko wapi? Yule kijana yuko wapi? Akatuma mtu niende nikaitwa. Nikaenda kuitwa, ndo tukaongea naye vizuri, akaniambia kesho tuna mchezo, njoo. Kesho tuna mchezo, njoo, kama utapata nafasi unaweza kaonyesha uwezo wako. Na mimi kiukweli nilikuwa ninapenda sana. Kesho yake nilikuwa na programu ya kuondoka nirudi kwenye kituo changu cha kazi. Nikaahirisha kesho, nikaenda kwenye mechi. Kiukweli mimi nilikuwa mtu wa kwanza kufika Kaitaba kabla ya mtu yoyote. Na mtu wa pili bahati nzuri akawa ni yule mwalimu. Kaja akanikuta mimi nimelala jukwani, na wengine wakaanza kufika. Kwa hiyo wachezaji wengi, hata mimi nilikuwa naamini hivyo kwamba mwalimu anaweza akanipa nafasi, lakini inaweza ikawa mwishoni au kipindi cha pili tu, kwa sababu nina siku moja mazoezini. Pale tukaambiwa tuvae. Mwalimu baada ya kuanza kupanga kikosi kaniambia, bwana Ramadhani Mgua utacheza namba 10. Watu wakashangaa sana, huyu kaja mazoezi jana tu leo kapangwa. Lakini bahati mbaya ni kwamba kulitokea dharura. Maximo akawa amehitajika arudi Dar es Salaam. Kwa hiyo hakuwepo siku hiyo. Lakini mechi haikuahirishwa. Tukawa tunacheza ile timu, ndo baadaye nilikuja nikaijua jina. Walikuwa wanaitwa Buyekera, wanacheza na timu moja maarufu sana pale mjini inaitwa Balimi. Ni timu kongwe sana, ina mashabiki wengi kuliko hata Kagera Sugar. Tukawa tunaenda kucheza nao. Kwa hiyo tumeenda kwenye hiyo game, mwalimu kapanga kikosi, nikaambiwa utacheza namba 10. Sasa ile reaction ya wachezaji kwamba huyu kaja tu jana amepata nafasi. Wakati tunaingia bwana, yule mwalimu akaja na kitambaa akanifunga mimi kwamba utaiongoza hii timu kama captain. Ile ikawachanganya watu zaidi. Lakini mimi nilishawahi kukutana na kocha, kwamba niliwahi kukutana na kocha mwingine kabla ya huyo. Alikuja alinieleza maana ya kupewa ukapteni, kwamba inaweza ikawa ni motivation, kwamba wewe unahitajika ujitume sana, kwamba umebeba jukumu la timu nzima. Nikacheza bwana ile mechi, nakumbuka matokeo yake hadi leo, tulitoka 2-2 na goli zote 2 niliscore mimi. Goli la kwanza niliscore la kutangulia. Ile timu ilikuwa ina uzoefu sana. Walikuja wakasawazisha, wakatuongeza mwishoni sana. Inakuja kupigwa pasi moja na bwana mdogo, namkumbuka hadi leo, alikuwa anaitwa Shamte Odilo. Mimi namalizia ile naweka mzani sawa. Baada ya mechi nafikiri nakuja kwenye historia kwamba nilifikaje Kagera. Baada ya mechi ile tunaondoka sasa, timu zinaondoka. Wale jamaa timu yangu walikuwa wanakaa mtaa mwingine kabisa. Lakini nashangaa wenyewe walipopita njia nyingine, mimi njia ninayepita nikawa nafuatana na wale wachezaji wa Balimi.
Sasa na wenyewe wakaanza kunishangaa, huyu mtoto vipi, ukatoka wapi? Mbona wenzake wameenda hivi anaenda. Sasa wakawa wananifuatilia. Tukajikuta tunaenda mtaa mmoja. Kufika kwenye kempu yao mimi nikawa nimepitiliza, kuna mtu akaagizwa, wewe mfuatilie huyu dogo anaenda wapi. Sijapiga tambo nyingi, nikawa nimeingia kuna nyumba fulani, kumbe wakapata majibu kwamba huyu anatoka sehemu fulani. Kwa sababu kule ukienda wenyeji wa kutoka kanda za kati huko wanatuita Waswahili. Sasa ile nyumba sisi tulikuwa tunaishi, tulikuwa tunakaa ndugu watupu, wakawa wanajua ile nyumba ya Waswahili. Alipopeleka habari wakajua huyu kazi kuisha. Wakajua tu huyu ni mdogo wake na Jalia, blazangu mmoja anaitwa Jalia. Wakaanza kuongea naye. Nikamwambia bwana, tumemwona kijana wako, tumecheza naye, lakini tunamhitaji, tunaenda kwenye ligi ya mkoa, kwenye mashindano ya mkoa. Kwa hiyo nikasajiliwa, kitu ambacho yule mwalimu alionipa nafasi kashajenga imani kwamba kapata mtu kuenda kwenye ligi ya mkoa. Alafu watu wanazunguka mlango wa nyuma wananisajili. Ilikuwa moment ngumu sana kwangu kwa sababu niliamini kwamba chanzo cha kuonekana ni ile timu na yule mwalimu. Lakini kitu cha pili ni kwamba the way watu wanavyoishi, kwa mfano ndugu yangu wanavyoishi na wale watu wanafanya nao kazi, ilikuwa ngumu tena kukataa ile jambo. Kwa hiyo mimi nilikuja nikatumia tu zile busara, nikamfuata yule mwalimu, nikamueleza. Uzuri yule mwalimu akanielewa, alikuwa muelewa sana, namkumbuka yule mwalimu. Akaniambia kacheze mpira, lengo letu ni vijana mcheze. Kwa mimi nikawa nachezea ile timu Balimi. Tukacheza kiukweli nilianza kufanya vizuri sana. Nakumbuka kuna mechi tulishinda goli 8 kati ya hiyo ligi ya mkoa, mimi nilifunga 6 kati ya 8. Nikatengeneza jina kubwa sana katika ule mkoa. Bahati mbaya sana wakati tunaenda kwenye mechi ya nusu finali, mechi ya robo finali niliumia, nilifunga goli nikaumia. Kwa hiyo mechi ya nusu finali nikaikosa. Mechi ya finali tunakutana na wale jamaa wa Buyekera. Ile timu iliyo hapana, nilikuwa sijapona. Nilikuwa kiukweli nilikuwa naumwa kweli. Hata nikiwa natembea na usikia mguu. Lakini siku hiyo tupo kambini, mwalimu ananiuliza vipi? Nikamwambia mwalimu bado naumwa, lakini niweke kwenye benchi. Akaniweka kwenye wachezaji wa sub. Baadaye tumecheza tukatanguliwa kufungwa goli bwana. Kama una imani ya kishirikina, ile goli lilikuwa la kishirikina kwa sababu likatuchanganya wachezaji hadi benchi la ufundi. Ilikuwa ngumu kuja kurudishana katika hali ya kawaida, tuendelee kucheza. Kaendelea, lakini wakati mpira unaelekea mwishoni kama dakika za 70, nenda 80, mimi nikaa tu naona kama mbona naweza nikafanya kitu japo na majeruhi. Nikatoka, nikaenda nyuma ya goli, nikajaribu kukimbia kidogo na usikia mguu. Lakini nikarudi, nikamwambia mwalimu niingize. Mwalimu alikuwa ameshatoka mchezoni, akaniambia wewe mguu bwana, mkaa utulie bwana. Mechi imeshaharibika hii, kwanza mechi imeshaisha hii, afu na nani? Kwanza unaenda kufanyaje wewe mwenyewe majeruhi? Akafoka kidogo, wakati anafoka pale, katibu wa timu yetu aliona ile situation, akashuka kidogo pale kwenye jukwaa, akaja akauliza nyie nini tumefungwa, afu nyie mnaanza kumwambia si huyu mguu bwana anang'ang'ania kuingia kati ya majeruhi sijui. Anambia kwa nini hajijui kama majeruhi? Akamwambia mpe. Kwanza mechi imeshaisha, mpe aingie. Mwalimu akatupa zile karatasi za sabu, hakutaka hata kufanya ile sabu. Mimi nilichagua mtu wa kumtoa mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe umegeuka kocha sasa. Mimi mwenyewe nikaandika mtu, nikaenda kufanya sabu. Nimeenda mpira wangu wa kwanza kugusa napigiwa pasi, napiga wall pass. Kwa sababu nilikuwa najiona kabisa majeruhi, lakini kuna mchezaji mmoja namkumbuka hadi leo. Nilicheza naye katika timu kama 3 tofauti pale Bukoba. Alikuwa mtu hatari sana kwenye kupiga pasi, alikuwa anaitwa Fikiri. Alikuwa ananijua sana mikimbio yangu. Kuna mpira alikuja kupiga, ule mpira ulining'inia kwa beki. Mpira ulining'inia kwa beki hapa, anaruka. Beki huyo rafiki yangu sana alikuwa anaitwa Bube, sasa hivi yupo kwenye benchi la ufundi la Kagera Sugar. Alifuata ule mpira kwa kichwa akaukosa. Ile wakati unatua mimi nikaweka mguu. Wanamuita kipa toka.
yule kipa anapiga hatua anapishana na ule mpira. Imo. Tunapata goli la kusawazisha, wale jamaa na wenyewe wakachanganyikiwa. Hatujacheza muda mrefu tukapata goli la pili, tukawa mabingwa wa mkoa. Yep, tukawa mabingwa wa mkoa. Nataka sasa uniambie sorry Sam, kocha ilikuwaje? Ametupa sabu ilikuwaje baada ya kufunga? Baada ya kufunga kwanza goli la kusawazisha, watu benchi zima liliamaki kuja kukimbia kunishangilia hadi kocha. Kiukweli alivyokuja mimi nilifanya kosa. Ile alivyokuja kunishangilia na yeye nikamind kwamba nikamsukuma nikamwambia ndio ulikuwa utaki hata niingie. Sasa hivi unataka unishangilie. Nenda zako. Nenda. Mechi tulishinda, lakini baadaye tukakaa tukafanya sherehe kama mabingwa. Sasa shida shida ilikuja. Kumbuka mimi nilikuwa mwajiriwa, nafanya kazi, nilipata tu nafasi ya kuwa nakuja kucheza mechi. Sasa timu inatakiwa iende kuwakilisha mkoa kanda. Bahati mbaya akapewa kocha mwingine akapewa timu ambaye hanijui kabisa. Anatakiwa aende nayo timu kanda. Kanda tumepangiwa tuende tukacheze Mwanza. Basi timu wakati inajiandaa, mimi nakuwa busy sana na kazini. Ticha akaja akawaambia viongozi, mimi siwezi kwenda kwenye mashindano na mchezaji ambaye hatreni na timu. Na ukweli alikuwa ana hoja, lakini viongozi wenyewe walitengeneza imani sana kwangu. Kazini ikawa imeshindikana kupata ruksa. Kwa hiyo wakaendelea na mazoezi. Wakati wenyewe wanaendelea na mazoezi, mimi nilikuwa nafanya mazoezi kule wilaya ya Misenyi, nikawa napata sasa zile mechi za kwenda kucheza sehemu mbalimbali. Nikajikuta nimepata tunaita ndondo kule Mtukula mpakani kabisa mwa Uganda. Nimepata ndondo kule, naye nikaenda kutengeneza jina. Jamaa wakawa wananikubali sana. Kuna kipindi jina maarufu sana nilikuwa kule kanda ya Ziwa walikuwa wananiita Runi. Lakini ile Runi ilitokea kule Mtukula yule Uganda, walikuwa wanapenda kuniita hivyo. Tumecheza sasa, wakati yule kocha anatengeneza timu yake, anatafuta zile trial match ili aende kwenye mashindano, akaja akaomba mechi na ile timu ya Mtukula. Mimi nikasema ndo sehemu ya kumuonesha kocha kwamba mimi ni mtu hatari kiasi gani. Kocha alikuwa hana kabisa mipango na mimi. Kwa hiyo nimeenda kule nikiwa ni kama mchezaji wa Balimi, lakini nisiye na nafasi. Nikajua tu kwamba kule Mtukula watanipa nafasi. Na kweli ilikuwa hivyo. Tumeenda kucheza kule, mimi nikaanza kucheza against timu yangu, na bahati mbaya sana nilichelewa kufika uwanjani kutokana na usafiri. Nikaenda nikakuta timu iko nyuma kwa magoli. Ilikuwa tumeshafungwa goli moja wale wa Mtukula sasa. Nikaingia nikacheza vizuri sana. Sikufunga goli lakini nilicheza vizuri sana. Mabeki walikuwa wananifahamu vizuri, lakini niliwatembeza sana na mikono siku hiyo. Kocha akaja akawaambia viongozi, yes, kama ni huyu basi mimi namtaka. Sasa shida ni kwamba tulikuwa tunacheza hiyo friend match, kesho timu ilikuwa inasafiri kwenda Mwanza. Yes. Kwa hiyo timu imeenda Bukoba mjini kuandaliwa iende Mwanza. Viongozi wakaenda kuomba ruksa mimi niruhusiwe kikazi kwenda kuungana na timu. Haikuwa rahisi kwa sababu wale Wahindi walikuwa wamejali sana kazi yao. Nikazuiliwa kuondoka. Timu ikawa imeondoka hivi bila mikuwepo, lakini timu imeenda kule. Mechi ya kwanza nakumbuka walicheza na timu ya Shinyanga United, ikiwa imetimia sana. Kwa hiyo ile mechi tulipoteza, lakini baada ya kupoteza viongozi walifanya jitihada hadi kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa. Mimi nikaruhusiwa kuondoka, nikaenda Mwanza. Kiukweli tukacheza yale mashindano, tukafanya vizuri. Nakumbuka mechi ya mwisho tumecheza na Toto Africa. Mechi ikaleta utata sana kwa sababu mmoja ndo alikuwa anatakiwa asogee ngazi inayofuata na Toto yuko nyumbani.
Kumbuka walibebwa sana hiyo mechi. Namkumbuka kocha mmoja anaitwa Asmani Bilali, ndo alitulaza na viatu siku hiyo, alitufunga goli la mkono. Mechi ikaishia pale, mechi iliahirishwa, tukaambiwa tutacheza uwanja huru. Tulipangiwa tuende Musoma. Tulivyorudi sasa mkoani ndo tukapata friendly match, tunacheza na Kagera Sugar. Tunacheza na Kagera Sugar. Hiyo mechi nayo nikafanya vizuri sana. Tulifungwa, walikuwa wana experience kuliko sisi. Viongozi wakasema huyu mtoto asilale mjini. Nilikuwa bwana mdogo kipindi hicho. Wakasema asilale mjini, twende naye porini, kwamba nichukuliwe. Kwa hiyo nilienda kuombewa ruhusa usiku kwa usiku. Kagera sasa? Yap, ndo tunaondoka sasa, naenda kambini. Sijasainishwa, sijafanya nini, nikapelekwa camp. Camp ya Kagera Sugar? Yap, Sudibo huko. Kwa hiyo tumelala siku hiyo. Kesho yake ndo naitwa na viongozi ofisini, nikasainishwa, lakini nilisainishwa kama mchezaji wa under 20. Lakini niliambiwa bana, tunakusainisha kama under 20 uende kwenye mashindano ya High Cup, lakini ukirudi utaungana na timu moja kwa moja. Safari ya Kagera ndo ilikuwa hivi. Sawa. Tunakuwa na maswali hapa, unanijibu kwa ufupi tu ili tuweze kumaliza, lakini nataka uniambie wakati sasa umecheza Kagera Sukari, ulikutana, kuna mechi ulicheza hizi dabi za Kariakoo? Sikucheza, lakini nakumbuka mechi moja. Nakumbuka nilikuwa kwenye benchi, nafikiri mechi na Yanga. Hiyo mechi na Yanga tulifanya vizuri sana ile mechi. Ile mechi ndo inamtoa, kuna mchezaji mmoja anaitwa Shamteali kwenda Yanga. Hiyo mechi ndo Shamteali alitokea kwenye mechi hiyo. Hiyo mechi sikucheza, lakini nilikuwepo. Nilikuwa sehemu ya wachezaji wa benchi. Wakati ule rafiki yako alikuwa nani? Ya, kwenye timu kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Mweda yule ambaye kaenda hadi Azam. Yep. Mweda yule ndo alikuwa rafiki yangu sana. Ni mchezaji ambaye alikuwa ananikubali sana. Kuna mashindano kama unayokumbuka alikuwa anaitwa Taifa Cup. Yale mashindano mimi nimecheza miaka yote. Na timu ya mkoa Luero Eagles ilikuwa ikiitwa na mimi naitwa, na yule Mweda alikuwepo. Kwa hiyo alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa brother kwangu, lakini alikuwa anatufundisha sana namna ya kwenda. Lakini mtu ambayo tulikuwa Mweda alikuwa mkubwa sana, lakini mtu ambaye tulikuwa tunasema tunaendana kwenye hivi vitabia sana alikuwa labda huyu kocha ambaye sasa hivi yuko Yanga timu ya vijana, Vincent Barnabas. Alikuwa mshikaji wangu sana. Yep. Sawa, sasa haya maswali uyajibu kwa ufupi lakini ya kueleweka. Yep. Baada ya kustaafu kucheza soka, nini kilikuwa akilini mwako? Yep, mi baada ya kuhusu football. Yep. Lakini labda kwa kifupi sana nieleze kwamba ilikuwaje nikaacha mpira. Kwa sababu mimi niliacha mpira mapema sana kabla ya umri wangu. Mimi kuna kipindi tulienda pre-season na Kagera Sugar Uganda. Nikacheza, kuna timu ikaniona, nikasajiliwa Uganda. Kwa hiyo mimi nimecheza ligi ya Uganda. Nimecheza ligi ya Uganda, lakini nikiwa nacheza ligi ya Uganda nilikuja nikapata injury kubwa sana, nilivunjika mguu. Ndo chanzo ambacho kilikuja kikasababisha nikaacha mpira mapema. Nilikuja nikavunjika mguu. Baada ya kurudi, tukirejea kwenye swali lako sasa, ni kwamba nikajiona kwamba huu mpira bado mimi naudai. Au njia ambazo mimi nilipita kwenye mpira nilitamani sana vijana wengi sana wa Singida wasije kupitia. Kwa hiyo akilini mwangu nilitengeneza kitu ambacho kinaweza kikaa suluhu ya watoto kustruggle sana kuja kupata timu. Ukiangalia njia nilizoeleza kupitia hadi nafika pale, ni njia ambazo nimefupisha, lakini ni njia ngumu sana. Kwa hiyo niliwaza niwe na academy ambao ninaweza tukawafundisha vijana mpira, lakini nikajua kwamba kutokana na connection ambayo nimeshaitengeneza kwenye football, nikaona kwamba itakuwa njia nzuri sana ya kuwatoa vijana. Kwa hiyo nikawaza kwamba nitengeneze academy ili tufundishe vijana, tuwapush wawe na safari fupi sana kuliko sisi tuliyopitia. Hiyo academy ipo? Yep, ipo. Inaitwaje? Inaitwa Baptani Football Club. Baptani Football Club. Yeah. Ile ni maarufu tu Singida. Kumbe umo. Yep, mimi ndo mwanzilishi. Mimi ndo kila kitu kwenye tulibuni
yani nilikuwa nina hiyo idea, nikamshirikisha rafiki yangu mmoja ambaye tumesoma naye pale Mwenge. Nikamwambia Mtipa no, Mtipa tulikuja tukamweka kama coach badala ya michoro yetu kukamilika. Tukuja tukampa kazi ya ucoach, lakini kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Makala, ndo Makala tulichora naye hiyo michoro, tukaanzisha hiyo taasisi ya Bapton Football Club. Soka la Singida kwa ufupi tu na unajibu vizuri. Tulipotoka ama mlipotoka na hapa sasa hivi tunapoliona, unaonaje? Mimi nafikiri tumepiga hatua. Hatua ipi? Tumepiga hatua. Tukizungumzia swala la vipaji, zamani kiukweli tulikuwa tuna vipaji sana, lakini sasa hivi hatua tuliyopiga ni kwamba hizi centers za football, hizi centers za football zinaenda kutuinua soka la Singida, kwa sababu njia rahisi sana ya kufanikiwa katika mpira ni hizi centers. Sasa nini kinatukwamisha labda kwa ufupi? Kuhusu vijana wetu. Vijana wetu mimi nafikiri hawana uthubutu wa kuzifuatia hizi fursa. Mtu kutoka Singida aende kufanya trial sehemu au ajitoe kabisa kwamba mimi naenda kupambania ndoto yangu sehemu. Kumbuka mimi story yangu inakwambia mimi nimeenda kutokea mikoa ya watu kabisa. Vijana wengi sana wa hapa hawana uthubutu huo. Nini kifanyike? Katika football mimi nafikiri viongozi wa soka wazitambue hizi centers za football na kuzifuatilia kwa umakini. Mimi nafikiri hizo ndo suluhisho la mpira wetu. Sawa, unafikiri timu ya Singida ambayo inashiriki mashindano ya kimataifa, unaona kuna vijana wa Singida wanaweza kupata nafasi pale? Vijana wapo, wana vipaji sana. Ukizungumzia kwenda kupata nafasi ya kucheza moja kwa moja inakuwa uongo, kutokana na malengo ya ile timu imejikita kimataifa zaidi na inasajili wachezaji professional wengi. Wachezaji kupata nafasi moja kwa moja ni ngumu, lakini sikubaliani na kwamba hakuna wachezaji ambao hawana uwezo wa kuwepo pale. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho, mimi nafikiri tushirikiane, viongozi, makocha na kila mtu ambaye anajijua yeye ni familia ya football. Tushirikiane katika kuendeleza mpira wa Singida. Kila mtu afanye kazi katika nafasi yake ili tuweze kuinua mpira wetu wa Singida. Tupige cheers ya mwisho tumalize kabisa ndugu yangu. Mtazamaji, tutakuja na part 2. Kuna sehemu tumefunika kabisa, kwenye sehemu ya Kagera pale kuna mambo mengi sana ya kuzungumza, na naamini tutapata nafasi nyingine ya kuja na part 2 ya hii. Tumezungumza dakika nyingi sana na huyu ni Yusuf Mgwao, Ramadhani Mgwao. Mara baada ya hapo kuna tafuka ndani yake, na juzi kaenda kufunga goli. Kuna mambo mengi sana mkoa wa Singida ambapo tunaweza kuzungumza. Hakika ni ogopesha, kanaambia kwamba alivunjika mguu lakini mambo yameenda vizuri. Naitwa Amini Nyaungu, asante sana Jamaldin Abu ambapo yupo nyuma ya kamera. Basi tuseme kwamba tutakuja na part 2 ya ndugu yetu. Hii ni Chemba Talk Show.